Kuna habari hapa za kutisha kuhusiana na viongozi wawili wa kidini ambao kwa nyakati tofauti wamekumbana na masahibu mazito baada ya kutoa unabii ambao ulionekana kama unakosoa serikali kwa upande mmoja au unamuongelea vizuri mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Lissu kama unavyofahamu yuko gerezani sasa hivi akikabiliwa na kesi ya uhaini. Kwa hiyo makala hii inazungumzia kuhusiana na haya matukio mawili, lakini pia inafanya mjadala mfupi kuhusu tafsiri hasa ya matukio na nini hasa kinaendelea, kwa sababu haya yanajiri katika muktadha wa shambulio lililofanywa dhidi ya katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Dr. Charles Kitima April 30 ya mwaka huu. Kwa hiyo haya ni matukio mawili yaliyojiri baada ya tukio hili la Father Kitima. Kwa hiyo mnamo asubuhi ya jana Mei 16, 2025, Mchungaji Stephen Jacob, mtumishi wa kanisa la Huduma ya Kristo lililoko katika mtaa wa FFU kata ya Murieti jiji la Arusha, aliripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Mashuhuda wa tukio hilo akiwemo baba mzazi wa mchungaji huyo ambaye pia ni balozi wa CCM katika eneo hilo walisema kwamba waliomteka walifika na gari aina ya Land Cruiser isiyo na namba za usajili. Watu hao walimkokota kwa nguvu mchungaji huyo aliyekuwa akipiga kelele za kuomba msaada. Baada ya kumpakia kwenye gari hilo, waliondoka naye kuelekea kusikojulikana. Kwa hiyo hili tukio limetokea jana asubuhi huko kata ya Murieti jijini Arusha. Kabla ya kutekwa, Mchungaji Jacob alikuwa amerekodi na kusambaza video kadhaa mtandaoni. Katika video moja alidai kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hafai kuendelea kuwa rais, na kama ataendelea kulazimisha basi kutakuwa na umwagaji mkubwa wa damu nchini. Katika video nyingine alizungumzia vifo vya askari waliokumbwa na ajali na wengine kupigwa na radi, akidai kwamba hayo yalikuwa ni maonyo kutoka kwa Mungu kwa vyombo vya dola, hasa polisi, ili wajitafakari. Mimi binafsi nilifanikiwa kuiona hii video ya Mchungaji Stephen Jacob. Kwa kweli ilikuwa na maneno makali sana, na nilitaka kuiposti kwa maana ya hofu. Sikutaka kuiposti kwa sababu ya kilichoongewa, lakini hofu yangu ni kwamba mchungaji huyo pengine angeweza kupata matatizo kutoka kwa vyombo vya dola kutokana na yale aliyokuwa ameongea, japo yeye aliweka tahadhari kwamba haya sio aliongea, sio maneno yake, bali ni maneno ni maono aliyopewa na Mungu, na ameamua tu kuyaweka hadharani ili hatua za makusudi zichukuliwe kuepusha hayo aliyoyaona katika maono yake. Kwa hiyo usiku wa jana Mei 16, 2025, taarifa zilianza kuenea kwamba Mchungaji Jacob amepatikana, na alipopatikana alikutwa akiwa ametelekezwa katika eneo linaloitwa Forest mkoani Kilimanjaro, akiwa amejeruhiwa vibaya kutokana na kinachodhaniwa kuwa ni kipigo kikubwa. Wasamaria wema waliomkuta walimpeleka katika kituo cha afya kwa ajili ya huduma ya kwanza, akisubiri matibabu zaidi kutoka kwa madaktari pamoja na kufuatiliwa kwa ndugu zake. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida unaweza kuhusisha tukio la kutekwa kwake na ile video aliyoitoa juzi, kwa sababu ni masaa machache tu baada ya video ile kusambaa, hizo video kusambaa, akaja kukumbana na masaibu haya. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu waliohusika na tukio hilo la utekaji. Aidha, hakuna taarifa ya uchunguzi ulioanzishwa wala taarifa kuhusu kufunguliwa kwa jalada la upelelezi kuhusiana na tukio hilo. Na tukio hilo limekuja wakati ambapo masuala ya usalama, hasa kwa watumishi wa dini wanaotoa maono ya wazi, yanazua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi. Hili ni tukio la kwanza. Tukio jingine linahusu Mchungaji Dickson Cornell Kabigumila. Huyu yeye alikamatwa na kuhojiwa. Huyu ni mwanzilishi, Mchungaji Dickson Cornell Kabigumila ni mwanzilishi wa huduma ya ABC Global
inayojulikana kwa kauli mbiu ya Raising a Vibrant Generation Wholly Unto God Impacting Nations. Kupitia ukurasa wake wa Instagram alieleza kwamba mnamo Jumapili Mei ya mwaka huu 2025 alitoa unabii kanisani kwake kuhusu mustakabali wa kanisa na chama tawala CCM. Baada ya mahubiri hayo, Alhamis ya Mei 8 mwaka huu 2025, Mchungaji Kabigumila alipokea simu kutoka ofisi ya mkuu wa upelelezi yani ZCO akitakiwa kufika kutoa maelezo kuhusu unabii huo. Mnamo Jumatatu ya Mei 12 alifika katika ofisi hiyo ya ZCO saa 4:40 asubuhi. Alieleza kwamba alihojiwa kwa muda mrefu hadi saa 7 mchana, kisha akakaa mahabusu hadi saa 1:40 usiku. Baadaye aliachiwa kwa dhamana akitakiwa kuripoti tena Jumanne ya Mei 20 mwaka huu 2025. Katika maandishi yake mtandaoni, Mchungaji Kabigumila alisisitiza kwamba maono aliyoyapata yalikuwa ya kiroho na lengo lake lilikuwa kutoa tahadhari kwa jamii na taifa ili kuepuka majanga. Alihoji iwapo kutoa maono ya kiroho ni kosa la kisheria na kuongeza kuwa utamtesa nabii ila huwezi kuzuia aliyosema kutokea. Yani unaweza ukamtesa nabii lakini huzuii kile alichosema kitatokea. Katika muktadha huo wa matukio haya ya kushambuliwa kwa viongozi hao wawili, mmoja ni yule ambaye alitekwa na baadaye kupatikana, na huyu japo hakutekwa lakini aliitwa na jeshi la polisi, huyo pili. Kwa hakika inazua taharuki. Lakini pia kuna tukio ambalo halina taarifa, yani hakuna undani zaidi wa tukio hili, na hili tukio limeelezwa na mchungaji huyu Kabigumila kwamba katekista David Mwenda aliuawa kinyama tarehe 10 ya mwezi huu Mei 2025 huko Tunduma mkoani Songwe, na tukio hilo lilitokea siku 6 baada ya unabii wa mchungaji Kabigumila kutolewa. Ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja kuhusiana na tukio hilo na unabii, muda na muktadha wa matukio haya unazua maswali miongoni mwa waumini na wananchi kwamba kuna matukio mawili. Kwa hiyo inahusishwa kwamba haya maono yaliyofanywa na mchungaji Kabigumila yanawezekana yalichangia kupelekea kifo cha katekista David Mwenda. Hata hivyo, maelezo kuhusu kifo cha katekista David Mwenda hayako kiundani sana, na Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu nini hasa kilitokea, nini kilichosababisha hicho kifo na muktadha mzima wa tukio hilo. Sasa matukio hayo mawili na pengine tuseme matatu kufuatia na hili la katekista David Mwenda ambaye ameuawa, yanakuja siku chache tu baada ya tukio kubwa ambapo katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Charles Kitima kuvamiwa na kujeruhiwa vibaya na watu wasiojulikana hapo April 30 ya mwaka huu 2025. Tukio hili lilitokea maeneo ya Kurasini jijini Dar es Salaam na lilipelekea, kwa mujibu wa taarifa na watu waliofanikiwa kumuona, Padri Kitima alijeruhiwa vibaya na mpaka sasa hivi afya yake bado sio nzuri. Lakini hakujawa na taarifa yoyote ya maana kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu kufunguliwa mashtaka kwa mtu yoyote au kutajwa kwa watuhumiwa wa tukio hilo. Nafahamu kwamba kuna watu wawili walielezwa kwamba wamekamatwa, lakini hakuna picha za watu hao waliokamatwa wala hakuna uthibitisho wote kama kweli wamekamatwa kwa mujibu wa maelezo ya jeshi la polisi. Lakini pia ni muhimu kuyaangalia haya kwa muktadha wa jinsi jeshi la polisi linavyotumia mabavu na nguvu nyingi kudhibiti shughuli za kisiasa, hususan na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini linasuasua yanapokuja matukio yanayohusu watu wa aina fulani. Nakumbuka tukio la jaribio la mauaji dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu mwaka 2017, lakini kabla ya hapo kulikuwa na tukio la kupotea kwa Ben Sanane, kada mwandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye mpaka leo haijulikani alipo au kilichomtokea. Kadhalika kwa upande wa Mheshimiwa Lissu, watu waliofanya jaribio hilo la kutaka kumuua mpaka leo hawajakamatwa na jeshi la polisi halijatoa taarifa yoyote. Lakini pia mwaka mmoja baadaye, baada ya tukio la Mheshimiwa Lissu, kuna mwandishi Azori Gwanda alikuwa anafuatilia mauaji huko Mkuranga, Kibiti na Rufiji, naye mpaka leo hajulikani
kilichotokea kwake, kwa sababu alipotea. Taarifa zinadai kuwa aliuawa, lakini polisi hawajawahi kutoa maelezo yoyote. Tunafahamu katika mwaka jana matukio kadhaa yalijiri. Kuna tukio la kutekwa, kuna tukio kwanza la kiongozi mwandamizi wa Chadema upande wa vijana, Deusdedith Soka na wenzio wawili ambao walitekwa na mpaka leo haijulikani walipo. Lakini siku chache baadaye kiongozi mwandamizi mwingine wa Chadema, mzee Ali Kibao, marehemu Ali Kibao, alitekwa, akateswa, akauawa na maiti yake kumwagiwa tindikali, unyama mkubwa kabisa. Lakini mpaka leo hakuna aliyekamatwa na hakuna taarifa zozote, licha ya serikali ikiwa pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan kuahidi kwamba serikali ingelifanyia kazi swala hilo na majibu yangepatikana. Miezi kadhaa baadaye hakuna lolote lililoelezewa kuhusu tukio hilo. Kwa hivi karibuni zaidi tunakumbuka kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu, japo hakukuwa kutekwa, lakini kuna husiana na jinsi dola inavyoonekana kama kukandamiza uhuru wa watu. Lakini matukio mawili makubwa kama nilivyosema, ni moja ni hilo la Father Kitima aliyevamiwa na kujeruhiwa, lakini hasa la karibu zaidi ni hili la kada mwandamizi wa Chadema Mdude Nyagali au Mdude Chadema, ambaye tarehe 2 ya mwezi huu Mei alivamiwa na watu wasiojulikana, wakampiga na kuondoka naye. Lakini kilichobainika ni kwamba kutoka katika nyumba yake kuelekea kama maeneo mengine kuna trail ya damu, ambayo baadhi ya watu wanahofia kwamba huenda kuna jambo baya lililotokea dhidi ya Mdude. Na sasa ni zaidi ya wiki ya pili tangu Mdude atekwe, mpaka leo hakuna taarifa zozote za wapi alipo, nini kimetokea. Kuna jitihada zinaendelea kufanywa na wanachama wa Chadema huko mkoani Mbeya, lakini hakuna maelezo ya maana kutoka kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo matukio yote haya, utekaji wa mchungaji Jacob, kukamatwa kwa mchungaji Kibigumila, kuuawa kwa Katekista Mwenda, kushambuliwa kwa Padre Kitima na mengineyo mengi ambayo nimeyagusia baadhi, kwa sababu matukio ni mengi sana ambayo yamejiri katika miaka hivi karibuni. Hakuna taarifa kamili kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu hatua mahususi zinazochukuliwa dhidi ya wahusika au kuwataja wahusika. Hali hii imeacha maswali mengi juu ya mustakabali wa uhuru wa kuabudu, kutoa maoni na usalama wa viongozi wa dini, lakini pia usalama wa wananchi kwa ujumla. Tanzania imekuwa ikishuhudia ongezeko la matukio ya utekaji na mashambulizi dhidi ya wanaharakati, wanasiasa wa upinzani na hivi karibuni viongozi wa kidini. Wakati kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ikiendelea na matukio ya kutekwa kwa wanachama wa Chadema kama Mdude Nyagali yakirejea, sasa baadhi ya viongozi wa dini wanaonekana kuwa walengwa wapya. Katika hali ya kawaida, unabii na mahubiri ya kidini si masuala ya kushughulikiwa kwa njia za dola, kwa maana ya kisheria au kwa jeshi la polisi, isipokuwa tu kama yanakiuka sheria waziwazi. Hata hivyo, kwa mujibu wa maelezo ya mchungaji Kabigumila, anachotuhumiwa nacho ni kutoa unabii unaolenga kutoa tahadhari kwa taifa kuhusu matukio yajayo. Hii inaleta hoja mpya juu ya nafasi ya dini katika masuala ya utawala, haki za kikatiba na uhuru wa kuabudu. Wananchi na waumini wanaendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu uchunguzi wa kina wa matukio hayo niliyotaja. Kuna matarajio ya kuwepo kwa taarifa za kinidhamu, kisheria au kisera kutoka serikalini, vyombo vya usalama au taasisi za dini, ili kuhakikisha kwamba matukio haya hayageuki kuwa mfumo wa hofu kwa viongozi wa imani. Kwa sasa hali ya usalama kwa viongozi wa kidini, hasa wanaotoa maoni kuhusu mustakabali wa nchi, inaonekana kuwa ya wasiwasi. Utekaji, kushambuliwa na kuhojiwa kwa misingi ya maoni ya kiroho ni mwenendo unaopaswa kufuatiliwa kwa karibu. Jasusi TV itaendelea kufuatilia matukio haya na kuletea taarifa punde zitakapopatikana. Lakini licha ya kutembelea chaneli hii ya Jasusi TV, pia unaweza kutembelea Barua ya Chahali na Jasusi Blog. Hivi ni vijarida ambavyo vina ripoti kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Je, una maoni gani kuhusiana na matukio haya? Kwa sababu pia yanaibua swali kuhusu nguvu ya umma katika kuzuia maovu kama haya. Kama hilo tukio lililotokea Arusha, inaelezwa kuwa hao watu wasiojulikana walimchukua huyu mtu wakati watu wanashuhudia. Kwa nini watu hao hawakuchukua hatua stahili dhidi ya hao? Basi itakuwa vema ukishiriki kwa kutoa maoni hapo kwenye comment hapo chini. Nashukuru kwa kunisikiliza na ninakutakia weekend njema. Asanteni.
na kwaheri.